Sasa tuhitimishe mtazamaji, teknolojia ya akili unde maarufu kama akili mnemba imeendelea kuleta mageuzi makubwa katika sekta mbalimbali nchini na duniani kwa jumla. Licha ya teknolojia hii kushika kasi katika dunia ya sasa, lakini bado kumekuwa na ukosefu wa elimu ya kutosha juu ya teknolojia hiyo. Taarifa ya Mpenza Rashid inasomwa na Ibrahim Mbwana. Kwa mujibu wa fasili fasaha za lugha adhimu ya Kiswahili, Artificial Intelligence AI, akili unde ama kwa wengine wakiitaja kama akili mnemba, ni teknolojia inayowezesha mashine na kompyuta kufanya kazi zinazohitaji fikra za kibinadamu, ikiwemo kujifunza, kufanya maamuzi na kutatua matatizo mbalimbali. Mnamo mwaka 1956 unatajwa kuwa ndio mwaka ambao teknolojia hii ilitambulishwa katika uso wa dunia, lakini kwa sasa imepata nguvu kubwa kutokana na maendeleo ya kompyuta zenye kasi na upatikanaji wa taarifa za kutosha. Nakutana na Dr. Jabela Matogoro, mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, ambaye hapa anatondoo tondoti juu ya hili. Akili unde imepata umaarufu zaidi hivi karibuni, hasa miaka ya 2020, 2022, baada ya kuwa OpenAI ambayo pia ni kampuni ya Kimarekani kuwa wamerelease ama wametoa programu ambayo ilianza kutumika kwa mara ya kwanza kwenye jamii, ChatGPT. Hapa ndipo mabadiliko makubwa na mapokeo tofauti yalianza kuonekana. Lakini je, ni lipi lengo hasa la teknolojia hii inayotajwa kushika hatamu katika kila kona ya dunia? Akili unde ni program za kikompyuta zinazotengenezwa kwa ajili ya kumsaidia mwanadamu kufanya shughuli mbalimbali. Akili unde inaweza kutumika kwenye kilimo, akili unde inatumika pia kwenye afya, lakini pia akili unde imekuwa ikitumika kwenye mazingira tofauti tofauti, yakiwepo pia mazingira ya elimu. Hatua zilizofikiwa ili kuhakikisha nchi haiko nyuma kwenye hili zinawekwa bayana. Kupitia hizi jitihada mbalimbali za serikali, lakini na vyuo mbalimbali ndani ya nchi yetu ya Tanzania, ninakiri kusema kwamba mazingira hayo sasa tunayo. Kwa hiyo mtu akitaka kutengeneza mfumo wake wa akili unde, akitaka kucompile mazingira hayo ya GPU ambayo anaweza akaitumia, na bahati nzuri sisi kwenye Chuo Kikuu cha Dodoma tunaitoa kwa bure tu. Wito ni kwa vijana juu ya matumizi sahihi ya akili unde. Wawe waaminifu, lakini cha pili wajitume na kuwa wabunifu. Usipokuwa mbunifu, ndugu zangu, kwa kweli ni lazima mimi niweke wazi, utakuwa depressed. Wanasema iwapo kuna nia, njia hupatikana. Wakati nao ni ukuta. Acha nishindilie nukta hapa. Kwa majaliwa yake Mwenyezi, kesho nitawasaka hao tugandevu kutaka kujua nao wamejipangaje. Ibrahim Mbwana, TBC. Shukrani sana Ibrahimu Mbwana, na hiyo ilikuwa ni ripoti yake Mpenza Rashid ambaye amesoma na Ibrahimu Mbwana. Kesho fuatilia simulizi hiyo kuhusu akili unde.